Mungu na msikilizaji wa neno la Mungu ambaye nimeweza kukutana tena hewani. Na kujifundisha yale ambayo Bwana ameandaa. Ujumbe utakuwa kwamba ujumbe wa leo ni kuhusu kusikia sauti ya Bwana na kushika maagizo ya Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Msikilizaji ama mtazamaji, nimesema kwamba ujumbe wa leo kanisa kwanza na leo The Rock Ministry tuko mahali hapa kumwabudu Bwana, tunamwona Mungu wa Biblia akitenda maajabu mahali hapa. Naomba kwamba kama ni ujumbe wa leo ni kuhusu kusikia sauti ya Bwana na kushika maagizo ya Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Naomba tuende Kumbukumbu la Torati bila kupoteza muda. Kumbukumbu la Torati 28. Hapa amefika naweza kusoma. Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa kwanza. Nenda mpaka mstari wa 15. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa kwanza hadi mpaka 15. Tasoma kwa uwezo wa Bwana. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kufanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maokeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Na Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayoyatia mkononi mwako, naye atakubariki katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Bwana atakufanya uwe wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa wanyama wako wa mifugo na uzao wa nchi yako katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako kwamba atakupa. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mikono wako. Nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala hui chini, utakapoyasikiza maagizo ya Bwana Mungu wako nikuagizayo hivi leo na kuangalia na kufanya. 14. Msipogeuka katika maneno niwaamuruyo leo kwa lolote, kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto, na kuipata miungu mingine na kuitumikia. Jina la Bwana lipewe sifa. Unaona hapo Kumbukumbu la Torati mstari wa kwanza imesema vizuri. Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza na kuyafanya maagizo yote nikuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapoamuru atakutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunasema kwamba tunaanza kujifundisha kwamba kusikia sauti ya Bwana na kutuza maagizo ya Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwanza ningependa tujifunze kwamba sauti ya Mungu ni nini. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana hata kusema kwamba unasikia sauti ya Mungu lakini usikii sauti ya Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Nani anaweza kuniambia sauti ya Mungu ni nini? Jina la Bwana lipewe sifa. Maandiko yanasema kwamba sauti ya mtu aliaye kutoka nyikani anasema kwamba itengenezeni njia, nyosheni mapito, kutengenezeni ya kwamba Bwana anakuja. Jina la Bwana lipewe sifa. Ambaye ni Yohana Mbatizaji. Yohana alikuwa anafananishwa kama ni mchungaji. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo sauti ya Bwana inatufundisha kwamba ni mchungaji. Jina la Bwana lipewe sifa.
Lakini tunaanza sema kwamba tunaisikia sauti ya Bwana lakini hatusikii sauti ya Bwana. Tunapoambia mambo na wachungaji, hatufanyi vile, tunasema huyu ni mwanadamu kwa jina la Bwana pesa. Lakini Mungu akasema kwamba akaumba mimi kwa sura na mfano wake. Na akaagiza zote zikatiwa chini ya nyayo zetu. Akasema kwamba ni maamuru tawaleni ndege wa angani na samaki wa baharini, jina la Bwana pesa. Wakati alipomuumba Adamu na Hawa, akawaambia nendeni mkatawale. Lakini mwanadamu akaenda akapewa maagizo, jina la Bwana pesa. Lakini aliweza kuasi ile maagizo, jina la Bwana pesa. Shetani alikuwa anakuja na jambo dogo. Na jambo la Mungu, kuleni matunda yote mnayoona katika bustani, lakini msikule lile tunda la katikati, jina la Bwana pesa. Kwa hivyo hii inatufundisha nini? Unapokujua na Bwana Mungu wako, hata wakati ambao nikwambia mwanangu nataka na kuokolewa ili kwamba utumikie, nikufanye kuwa jeshi wa leo, jina la Bwana pesa. Maana kuna jeshi mwingine atakapeleleza mji wa kwenu, jina la Bwana pesa. Lazima akulete katika mchungaji na kulisha neno lake na kumwambia twende, kama vile bishop anasema tuzameni manabii twende katika mji wa kwenu, jina la Bwana pesa. Kisha anakuambia unaona nini? Wewe unasema kwamba sio ni kitu, labda naona mbele. Lakini bishop anaenda nakwambia kwamba kweli kuna madhabahu, jina la Bwana pesa. Lakini pale unapoambiwa unasema kwamba haya madhabahu, na kabisa wewe unajua kabisa, unaambiwa kwamba kuna madhabahu kutokuelewa, jina la Bwana pesa. Kuna madhabahu ambayo inawafunga na wewe unajua kabisa. Kuna mifugo labda mnafuga zinakufa. Kama nakuelewa mfano kama kwetu. Sisi babangu mzazi alipokuwa anataka kujifundisha njia nini, kwa nini anaendelea juu ya kuvunja madhabahu. Na watu wengi wamefungwa na wale watazamaji kule nje. Sisi wengine ambao tuko hapa kanisani tumefungwa kwa kushika maagizo ya Bwana, jina la Bwana pesa. Na kushika maana kusikia sauti ya Bwana. Maana mchungaji anapotumwa, yeye anakuwa hapa madhabahuni. Neno la Bwana linashuka. Analetewa sisi ni kondoo mbele zake, jina la Bwana pesa. Lakini watu wengi wataka kuitwa kondoo. Na ndio hiyo. Mimi na wale kondoo za Bwana, jina la Bwana pesa. Kama Yesu Kristo mwenyewe alinyenyekea akaitwa mwana wa kondoo wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Ufunuo ya Yohana 5 utasikia kwamba Yohana kalia sana alipoona kitabu kimeandikwa mbele na nyuma. Maana akaona yote mbinguni na hapa duniani anaweza kufungua hicho kitabu ama kuzivunja hizo muhuri. Lakini maandiko yanasema kwamba aambie usilie, yuko mwana kondoo wa Mungu atakaye kufungua hicho kitabu na kuzivunja hizo muhuri. Jina la Bwana pesa. Yesu Kristo Mungu mwenyewe anashuka anasema yuko mwana kondoo wa Mungu. Sasa nataka utombuzi uweze kufurahia. Manake tunashangaza Mungu anapita kondoo. Kondoo manake ni mnyenyekevu. Lakini mbuzi ni mtu wa kelele, jina la Bwana pesa. Kila wakati makelele, anapiga kelele kabisa. Hebu Bwana anapokuita kondoo ana maana yake, kwa nini amefananisha kama mwana wa kondoo wa Mungu? Aziondoe dhambi zetu na kuzichukua dhambi zetu, jina la Bwana pesa. Bwana leo amenituma. Akaniambia kwamba tushike maagizo yake na sauti yake tusikize na kushika maagizo yake. Kiposa takapobarikiwa. Na amenena katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, jina la Bwana pesa. Tuliposikia maandiko mimi na wewe tumejipima vipi? Je, kweli tunasikia sauti ya Bwana? Je, kweli tunashika maagizo? Hakuna. Lakini tunabaki tu tukilalamika. Ni nini kinachotokea katika maisha yetu? Bwana ameangalia, akakuona kama shujaa kidogo. Katika ule mji, amejua kwamba ule mji wale watu wamepigwa sana. Lakini Bwana akaamuru akapiga hesabu, jina la Bwana pesa. Kwanza kabla tuendelea, naomba tuende katika kitabu cha Hesabu. Ndio tuone pale vile Balaamu na Balaki ndio wanapoenda. Ndio uone kwa nini bishop anakwambia vunja madhabahu mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana pesa. Naomba twende kitabu cha Hesabu 22. Kuanzia mstari wa kwanza. Hesabu 22:1 inasema, kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarare za Moabu, ng'ambo ya pili ya Yordani karibu ya Yeriko. Na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatendea Waamori. Moabu akawaogopa hao watu sana, kwa kuwa walikuwa wengi. Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Moabu akawaambia wazee wa Midiani, sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka, kama vile ng'ombe arambavyo majani ya mashamba. Na Balaki mwana wa Sipori alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Beori hata Pethori,
ulio kando ya mto mpaka nchi ya wana wa watu wake. Wakakwenda kumwita, akasema, tazama, kuna watu waliotoka Misri, tazama, wanaofunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Basi njoo wewe na kusihi unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitaweza tupate kuwapiga na kuwafukuza watoke katika nchi yangu, kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikiaye hubarikiwa, na yeye umlaanie hulaaniwa. Wazee wa Moabu na wazee wa Midiani wakaenda wakachukua ujira wa uganga mikononi mwao, wakamfikiria Balaamu, wakawaambia maneno ya Balaki. Akawaambia, kaeni hapo usiku huu, nami nitawaletea jawabu kama Bwana atakavyowaambia. Wakuu wa Moabu wakakaa na Balaamu. Mungu akamjia Balaamu akasema, ni watu gani hawa ulio nao pamoja nawe? Balaamu akamwambia Mungu, Balaki mwana wa Sipori mfalme wa Moabu amewatuma kwangu, akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri wanaofunika uso wa nchi. Basi njoo unilaanie watu hawa, labda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza. 12. Mungu akamwambia Balaamu, usiende pamoja nao, wala usiwalaani watu hawa, maana wamebarikiwa. Balaamu akaondoka asubuhi, akawaambia wakuu wa Balaki, enendeni zenu hata nchi yenu, kwa maana Bwana amekataa kunipa ruhusa niende pamoja nanyi. Wakuu wakaondoka wakaenda kwa Balaki, wakasema, Balaamu anakataa kuja pamoja nasi. 15. Basi Balaki akatuma wakuu mara ya pili, wengi zaidi, wenye cheo wakubwa kuliko wale wa kwanza. Wakafikiria Balaamu, wakamwambia, Balaki mwana wa Sipori asema hivi, na kusihi neno lolote lisikuzuie usinijie, maana nitakufanyizia heshima nyingi sana, na neno lolote utakaloniomba nitalitenda. Basi njoo na kusihi unilaanie watu hawa. Balaamu akajibu akawaambia watumishi wa Balaki, kama Balaki angenipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, asiweze kupita mipaka wa neno la Bwana Mungu wangu, kulipunguza au kuliongeza. Basi sasa nawasihi, kaeni hapa tena usiku huu, nipate kujua Bwana atakaloniambia zaidi. 20. Mungu akamjia Balaamu usiku, akamwambia, kwa kuwa watu hawa wamekuja kukuita, enenda pamoja nao, lakini neno nitakalokuambia ndilo utakalolitenda. Basi Balaamu akaondoka asubuhi, akatandika punda wake, akaenda pamoja na wakuu wa Moabu. Hasira ya Mungu ikawaka kwa sababu alikwenda. Malaika wa Bwana akajiweka njiani ili kumpiga. Basi alikuwa amepanda punda wake, na watumishi wake wawili walikuwa pamoja naye. Na yule punda akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani, na upanga wake mkononi mwake, amekwisha kuufuta. Punda akageuka upande ili kuiacha njia, akaingia shambani. Balaamu akampiga punda ili kumrejesha njiani. Kisha malaika wa Bwana akasimama pahali penye ng'ombe katikati ya mashamba ya mizabibu, tena penye kitalu upande wa punda. Akamwona malaika wa Bwana na akajisonga ukutani, akamseta Balaamu kwa mguu wake. Basi akampiga mara ya pili. Malaika wa Bwana akaendelea mbele, akasimama mahali pembamba sana, hapakuwa na nafasi ya kugeukia mkono wa kuume wala mkono wa kushoto. Yule punda akaona malaika wa Bwana, akajilaza chini ya Balaamu. Hasira yake Balaamu ikawaka, akampiga kwa fimbo yake. Bwana akakifunua kichwa cha yule punda, naye akamwambia Balaamu, nimekutenda nini hata ukanipiga mara 3 hizi? Balaamu
laiti ningekuwa na upanga mkononi mwangu, ningekuua sasa hivi. Yule punda akamwambia Balaamu, je, mimi si punda wako? Nawe umenipanda maisha yako yote hata leo? Nimezoea kutenda hayo. Akasema, la. Ndipo Bwana akafunua macho ya Balaamu, akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani na ana upanga mkononi mwake, umekwisha kufutwa. Naye akainama kichwa, akaanguka kifudifudi. Malaika wa Bwana akamwambia, mbona umempiga punda wako mara 3 hizi? Tazama, mimi nimekujia ili kukupiga, kwa sababu njia yako imepotoka mbele zangu. Punda akaniona, akageuka upande mbele zangu mara 3 hizi. Kama asingejiepusha nami, bila shaka ningelikuwa na wewe nimemwacha yeye hai. Balaamu akamwambia malaika wa Bwana, nimefanya dhambi, maana sikujua ya kuwa wewe umesimama njiani ili kunipiga. Basi sasa, ikiwa umechukizwa, nitarudi tena. Malaika wa Bwana akamwambia Balaamu, enenda pamoja na watu hawa, lakini neno lile nitakalokuambia ndilo utakalolisema. Basi Balaamu akaenda pamoja na wakuu wa Balaki. Balaki aliposikia ya kuwa Balaamu amefika, akatoka kwenda kumlaki mpaka mji wa Moabu uliokuwa katika mpaka wa Arnoni, ulioko katika upande wa mwisho wa mpaka huo. Balaki akamwambia Balaamu, je, mimi sikutuma watu kwako kwa bidii ili kukuita? Mbona hukuja? Je, siwezi mimi kukufanyizia heshima nyingi? Balaamu akamwambia Balaki, tazama, nimekujia. Je, mimi sasa nina uwezo wowote kusema neno lolote? Neno lile Mungu atakalolitia kinywani mwangu ndilo nitakalolisema. Balaamu akaenda pamoja na Balaki, wakafika Kiriathi Husothi. Balaki akachinja ng'ombe na kondoo akampelekea Balaamu na wale wakuu waliokuwa pamoja naye. Ikawa asubuhi, Balaki amechukua Balaamu akampandisha hata mahali pa juu pa Baali, na kutoka huko akawaona watu hata pande zao za mwisho. Jina la Bwana lipewe sifa. Nimetaka kusome hilo neno ili ya kwamba tupate ufahamu. Uone wakati unaposema kwamba yote alikwisha kule msalabani na kidanganya mwenyewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo Yesu Kristo alimaliza ile kazi kubwa kule msalabani. Lakini kuna sehemu ya mwanadamu inatakana ufanye ili kwamba upate ukombozi. Jina la Bwana lipewe sifa. Naona kwamba maandiko yanasema kwamba Balaki anamwambia kwamba unajua kwamba unayebariki anabarikiwa na unayemlaani analaaniwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Balaamu anafananishwa ni mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na wakajua kwamba yule adui siwezi kuwalaani hawa watu pasipo kutumia yule mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini maandiko yanasema kwamba ukiona Balaamu ukisoma historia yake ilienda vibaya sana. Mungu akampatia maagizo, akamwambia kwamba usiende ukawalaani hawa. Niliwabariki mimi kwa neno walani. Lakini yeye aliposisitiza akaambiwa nenda basi. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio maana naona mimi na wewe tunaweza kaa kwa wokovu muda mrefu sana. Lakini kwa sababu kuna maagizo ambayo tunapewa, lakini tunataka twende. Bishop anasema Bwana amesema hivi, sisi anasema Bwana amesema hivi. Sisi tunasema twende na hivi. Basi tunaomba sasa endeleeni mkatumpate vitu moto. Wanapojifika wakati mtajielewa, basi na mimi nitatokezea. Mungu ana hasara. Hata kungojea hapo wakati onyo utakuwa tayari. Jina la Bwana lipewe sifa. Yeye anasema katika mhubiri, kucheka na kulia wote kwake ni kelele. Kwa hivyo hata moyo wako ni kwa Mungu haimshukuru. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati unapocheka pia kwa Mungu haimshukuru. Jina la Bwana lipewe sifa. Kile kitu ambacho Mungu anasema uliangalia neno lake na kulifuatilia na kulitimiza. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndiposa maandiko yanasema kwamba yote ya ulimwengu hanakuja kupita, lakini neno lake hata litapita mita moja wala mita moja. Yesu akasema kwamba sikuja hapa duniani kutengua Torati ama kuinua, lakini bali ndio kukamilisha. Maana Torati ilikuwa ni kivuli ya mambo yajayo. Haikukamilika, ilikuwa na sheria nyingi. Lakini Yesu akaamua kushuka kutoka juu mbinguni. Maana tulistahili mimi na wewe tuangamie. Lakini akashuka kwa upendo wake agape, upendo wa ajabu. Akaitoa kiti chake cha enzi. Kwa hiyo wakati tunapoambiwa toa dhabihu umalizane na hii madhabahu, kuna watu wanaona nyota yao wakaifatilizia na uko ndani ya wokovu wao na fulani wamebarikiwa ndani.
kuna agano ambalo limefanywa na mtumishi Musa na Mungu, baada ya mtumishi Musa na Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini Balaki anaenda kwa Balaamu, anamwambia sasa hivi mtatumia huyu mtumishi kudengua ile agano. Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa hapa tunaona bishop wakati anapokuambia umefungwa na madawa ya uchawi. Na wewe anakuambia nenda umefungwa na namba 7 na namba 9. Unaweza kusema kwamba sasa nitafanya nini? Mungu anajua. Na anajua kwamba kuna vitu ambavyo umefungwa navyo. Na ni lazima mwenyewe utie juhudi ile kwamba aone ile sehemu ile amekwambia akupatia sauti ya Bwana umesikia. Na ukapata ile maagizo. Tena bishop anakuambia wakati ninapokuambia nifuate njia nikupatie njia ile itakavyoenda. Bwana kweli umesema nende nivunje madhabahu, lakini sina hii fedha ya kuvunja madhabahu. Nenda kwa mtumishi wa Mungu muulize nitafanya nini. Utakuwa umejinyenyekeza na kupata maagizo sawasawa mtu wa kunyenyekea. Lakini wakati unapoenda katika njia yako ile na ndio hii njia ndio inaonekana kwenda nayo, anasema acha niendelee na left. Unaona sasa? Sasa mtumishi wa Mungu yuko pale kwani atapewa nafasi ya kuchunguza maisha yako. Na akakwambia kwamba kweli ni hivi na hivi. Hata mwenyewe ulipokuja kaambia ukasema vile vile umesema ndio hivyo. Hata sio kwanza kuniambia, kuna manabii ambao wameniambia sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini unapoambia kile kiwango, unasema sasa ndio haya bishop kwa wale wanakaa. Asiwezi kuwataja majina, lakini wale wanaoambia jina la Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini shetani naye ni mjanja. Yuko na watumishi wake pia waweza kugangua mapenzi ya Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana serikali ni hivi. Kuna serikali na kuna upinzani, mjue. Sasa wakati wewe utakapoambiwa njoo kwa mtumishi wa Mungu kaa katika serikali ya Mungu, ukatae yule na upinzani basi. Maana kwa sababu unaweza kudanganya. Huko na kocha. Anakwambia kwa sababu mimi nimekwambia na umekataa. Kama kwa upinzani, wote serikali jina la Bwana lipewe sifa. Lakini mtu mjanja wakati maendeleo yanafanyika katika serikali, yanafanyika katika upinzani. Wakati wote na kueleza ule ukweli huo. Unaona? Serikali ndio inatawala, ukubali sikubali. Utakubali sasa sitamwita president, sitamwita mkuu, lakini hakuna mamlaka inayotokana kwa kuchaguliwa na Mungu. Yeye kitu ambacho ukijana pale president. Hata kama atatawala vibaya, lakini Mungu ataenda kumkumbuka wakati wake. Maana Biblia inasema kwamba katika Methali, usigeuza mioyo ya wafalme kama mfereji ya maji. Jinsi yeye mwenyewe anapenda. Je, unapomwona vile tukiomba mimi na wewe kwa bidii kama kanisa? Maana Biblia inasema kwamba tukiomba kwa bidii ama watu wangu wanapokunyenyekeza na kuacha maovu yao na watubu kwa ajili ya nchi yao, nitaibadilisha nchi yao. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo kwamba sisi tumekuwa unaona kutaka mambo ya shortcut. Ambia sasa bishop unaonaje hapo kipunguza? Sasa bishop atapunguza. Usawasawa mwenyewe unaambiwa hii kondo yangu ipeleke uende kaiuze bei fulani. Alafu unakuja unasema sasa hii kondo ipunguze hivi. Na umetuma mwenye kondo hiyo. Jina la Bwana lipewe sifa. Bishop kwa maana anakuacha. Anakuambia unaenda kufikiria ukinio ili uingie kama katokea na mgongo ukikwambia ni hii. Ni sawa, lakini yeye hataki kuwa kama Balaamu. Maana kipatia Balaamu alimaliza unajua kwa vibaya. Nasikia kitu wewe na kumchao. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu ndio acha maagizo ya Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Naona unafungwa macho ya kiroho kwa sababu ya mtu wangu na wako. Unapewa maagizo na hata unataka kwenda vile unataka. Basi Mungu anaona yeye afungue punda macho. Aone lakini afunge macho kabisa. Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa ni mimi na wewe kufundisha. Tutakubali yeye punda kulewa macho ama wewe upewe macho kupata maagizo au katazo kwa Bwana na kupata maagizo. Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa tunaona nataka tujifunze katika mtumishi wa Mungu ambaye aliyetembea na uwepo wa Mungu na kupata maagizo. Ole vile Mungu anapopendezwa na yeye na vile anapofanya katika maisha. Maana ndio kaona kwamba akasema kukini bora kuliko dhabihu. Naomba tuende pasi Samueli 15. Sio pasi Samueli. Naomba tuende Waamuzi 6:11. Leo pia na pia ni watu ndio Waamuzi Judges 6:11. Ndio. Waamuzi 6:11. Kitabu cha Waamuzi 6:11 inasema, malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoabu Mwisraeli, na mwanaye Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja
shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana ni pamoja nasi, mbona haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siyo Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Wamidiani. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukaokoe Israeli na mkono wa Wamidiani. Je, si mimi ninayekutuma? Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Naye akamwambia, kama nimepata vibali mbele za macho yako, basi unionyeshe ishara ya kuwa ndiwe wewe unayesema nami. Tafadhali usiondoke hapa hata nikujie, nikatoe zawadi yangu na kuiweka mbele zako. Akasema, nitangoja hata utakaporudi. Basi Gideoni akaingia ndani, akaandaa mwana-mbuzi na mkate isiyotiwa chachu ya efa ya unga ndani ya, akaitia ile nyama katika kikapu, akautia mchuzi katika nyungu, akamletea hapo nje chini ya mwaloni, akampa. Naye malaika wa Mungu akamwambia, itoe nyama na mkate isiyotiwa chachu, iweke juu ya mwamba, uweke juu ya mwamba huu, ukamwagie mchuzi huu. Akafanya hivyo. Ndipo malaika wa Mungu akamwambia, itoe nyama na mikate isiyotiwa chachu, iweke juu ya mwamba huu, ukamwagie mchuzi. Akafanya hivyo. Ndipo malaika wa Bwana akanyoosha ncha ya fimbo ile iliyokuwa mkononi mwake, akaigusa ile nyama na ile mikate. Moto ukatoka mwambani, ukaiteketeza ile nyama na ile mikate. Malaika wa Bwana akaondoka mbele ya macho yao. Gideoni akaona ya kuwa ni malaika wa Bwana. Gideoni akasema, ole wangu, Bwana Mungu, kwa kuwa nimemwona Bwana uso kwa uso. Bwana akamwambia, amani iwe pamoja nawe, usiogope, hautakufa. Ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaita jina lake Yehova Shalom. Hata hivi leo iko huko katika Ofra ya Waibizeri. Amina. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Tumeona mtumishi wa Mungu Gideoni ambaye ni shujaa, lakini kumbe madhabahu yanaweza kufanya ukawa kama zuzu ama kama mwoga. Jina la Bwana lipewe sifa. Hapa maandiko yanamwambia kwamba usiogope. Mpaka anasema Bwana, kama ni wewe. Unaona Gideoni hapo ana complain akasema si nini? Ile kitu ambayo alimwambia alipotambua kwamba Bwana anaongea naye, akamwambia kama ni wewe Bwana, naomba tu uniruhusu niende nikutolee zawadi. Na akaingia akatoa mwana-mbuzi, which means anaingia katika zizi la kondoo zake, maji ama mbuzi zake mali zinakuwa. Kwa hivyo Mungu anapokufikia anajua kwamba hata kama ni sisi ndogo uko ndani, jina la Bwana lipewe sifa. Haipaswi kulalamika. Unaona watu waliojua kupokea ujumbe wa Mungu, jina la Bwana lipewe sifa. Na kiangalia katika maisha yetu, Bishop ametuandikia sadaka ya kupokea unabii, jina la Bwana lipewe sifa. Sasa lakini watu wengi tunajiulizaga, hii ni ya nini? Tumepewa zaka, tumepewa nabii. Yaani usimizi anataka unagoke kupokea na nini na sadaka. Lakini yeye alisoma maandiko na kaielewa. Ndio maana akajua kwamba watu wengi napo kipapa kuna Samueli, wote kuna Selemani. Hata before hiyo ndio Mungu wako unena. Jina la Bwana lipewe sifa. Na nakwambia mambo yako yamekubalika yamekataa. Hiyo waga anashuka mwenyewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Unaona hata alipotoa ndio Gideoni anapata usiku wa manane sasa. Anapewa sasa nenda, anapatiwa instruction. Ambapo sasa kwa leo usifikirie Mungu anaanza shuka. Unaanza kuona kwa ndoto ambapo Bishop akaitoa ujumbe na akaambiwa Bwana aliniambia hivi. Maana wakati Gideoni alikuwa na mchungaji. Mchungaji alikuwa ni Mungu mwenyewe.
Lakini ilikuwa kutoa kwenyewe kulikuwa kulazimishwa wale waambiwi. Ni wewe mwenyewe upige message yako. Hii mtu amenikutia hata mjeni sana kuja kwako. Wewe kumwambia angalau kesi hapo kunywa chai, kikombe cha chai. Ndio sasa akwambie ayale ambayo ni hapa ambayo amekuletea. Lakini unaweza kumwambia hapo hata usiguse kabisa hapo. Hodi. Hapo karibu nimesikia lakini usiguse. Hata kama kuna ujumbe mzuri nakwambia atarejelea hapo. Jina la Bwana lipewe. Maana anasema nabisha niko milangoni nabisha ukinifungulia naingia hakulazimisha. Kwa hivyo ni mambo ambayo inaanza na watu walioko macho. Jina la Bwana lipewe. Wakati unapofanya maamuzi, Mungu anajua kwamba mwanangu anataka kuelewa. Na sasa wakati mwana mpotevu alipotaka ile mali ya babake ilikuwa ni yake, alikuwa anaweza kumnyima. Lakini akasema nipatie sehemu yangu. Na Biblia inasema kwamba mtu mwema akisha kupata urithi, ikawa anadai haki kwamba leo ndio lazima atapewa mali yake na babake. Babake akamwambia kuvumilia, nipatie baba. Alipopewa haya katika nchi ambayo lakini yule alikuwa mjanja, alikuwa na babake hapo. Akaanza kukula akamaliza. Sasa ile mali ina baraka. Lakini wakati alipoenda kana akajirudia, akasema hapana, sisi teseka hivi. Ani nile na nguruwe, nikule makombo, nifanye hivi na baba kuna watu wanapenda wanafanya kazi. Sisi nirejee, mimi nitakuwa ni mjinga, sisi nirejee nile kajipo kata kibarua. Lakini najua nitakula nyumbani kama mtoto wa mwalimu hapa. Jina la Bwana lipewe. Kwa hiyo sasa Mungu anakuangalia, anasema nipatie hii haki yangu. Kabla namwambia kisho hii haki yangu hii, si nimeokoka kwa sababu nimeweza kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha inaaminisha kwamba mwanafunzi hawezi kumpita mwalimu wake. Jina la Bwana lipewe. Tulia, Yesu Kristo mwenyewe akasema, akamwambia Yohana, nibatize ile kwamba Yohana anasema hapana, hata istahili nikuse kitabu na viatu vyako. Mbona nibatize ile maandiko yatimie? Jina la Bwana lipewe. Mungu ananyenyekea. Paka anasema hiyo kwamba maandiko yake yeye angalie mengine, anaangalia neno lake na kulitimiza. Maana najua hilo neno ndio hilo tena kwa hukumu, neno hilo ndio litakubariki, neno hilo ndio litakupa uzima. Kwa hivyo ndio yeye anakujalia neno lake. Lakini sisi tumekuwa rafiki katika ufalme wa Mungu. Jina la Bwana lipewe. Nasema kwamba tunaisikia sauti ya Mungu na tunapata maagizo, mbona tudarikiwe, lakini uongo kabisa. Hata mimi nimejoji nikaona kumbe hapa ndio naye Teresa. Jina la Bwana lipewe. Nikaambia pia nenda kawaeleza watumishi wenzako, msikie maagizo yangu, msikie sauti na kutii na kushika maagizo yangu. Jina la Bwana lipewe. Sio na hapo kulalamika. Ukiona Zaburi 50:14-15 maandiko yanasema kwamba moyo lakini Zaburi moyo na Zaburi 50:14-15. Mbona vile nasema Zaburi 50. Zaburi 50:14-15. Kitabu cha Zaburi 50:14-15 kinasema, mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Amina. Jina la Bwana lipewe. Na huu mstari wa 12 inasema kwamba na kama ningekuwa na njaa singekuambia, maana ulimwengu ni wangu na yote vijazao. Jina la Bwana lipewe. Kwa hiyo Mungu anapokuambia nitolee dhabihu, sio kwamba ati ana shida sana, ana shida na pesa zako. Ni kama vile Isaka alipomwambia mtoto wake, hebu niletee nyama nzuri, mauzo mazuri nikubariki. Jina la Bwana lipewe. Yeye ana shida na wewe, lakini anataka ili kwamba kubariki kuna kitu konacho mkononi. Hata mtakambiwa, mwanangu unajiadili nini kwa ajili ya wana wako? Una nini mkononi? Tupa hiyo fimbo. Akageuka ikawa ni kwa shaka. Ikapata kumeza zile zote za Farao. Akaambia huo ndio mchiza wako kwa hapa mkononi. Hata tumefundishwa leo asubuhi ya leo na mtumishi Nicholas ya kwamba mkono birika kuna siku ambayo kabarikiwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana Mungu mwenyewe alikuwa mkoani na tunasema sisi ni wana wa Mungu na tumekuwa wagumu hata katika ufalme wake. Zile tabia alikuwa hana nazo shida. Yeye anataka ile kwamba uone kweli mwanangu. Sasa ule mtoto deskuti. Alafu mwambie baba nitolee moja. Nataka kumpima iko na choyo hapa na kukupatia. Kwani wewe unajua biskuti na chakula na kununua biskuti? Wewe unataka kununua mkate na siagi. Jina la Bwana lipewe. Kwa hiyo wakati tunapojidanganya hadi kwamba baba yuko na njaa, ana njaa. Anataka kupima moyo huu kijana atakuwa vipi? Atakuwa mtu wa kugawa, atakuwa ni mtu wa mchoyo. Jina la Bwana lipewe. Ili aje kurekebisha. Ndiposa Biblia inazidi kutuambia kwamba kama tutasikia maagizo, zikia sauti ya Bwana kufika maagizo, hakuna mahali tunaenda. Mimi ninataka kutoa kama ushuhuda katika maisha yangu. Wakati hapa tumeona Balaki na Balaamu, wakati
Wakati Balaki alipoona wana Israeli wanabarikiwa, alikaa akapiga mahesabu. Na Biblia ni kitabu cha mahesabu. Kama ni mtu ana mahesabu ni Mungu, jina la Bwana litukuzwe. Najua sasa tumesoma sana hapa akasema na Mungu ana mahesabu. Yeye ni yule mtoka. Anasema msiwache elimu kanda zake, shikeni elimu sana. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Hata nakumbuka wakati wake teknolojia Yesu ilitatiza mpaka wasomi siku zake. Jina la Bwana litukuzwe. Hakusoma lakini alikuwa akipiga mali, wanauliza leo ametoka wapi? Jina la Bwana litukuzwe. Kama anamuuliza elimu yako imetoka wapi? Wanamuita mwalimu mwema, mfano wa maneno tunayotumia ni yake. Lakini sasa hivi umekuwa kidogo tu. Sasa sasa hivi mzazi akupeleka shule alafu unaanza kumdharau. Na yeye mwenyewe anakupeleka shule. Yeye ndio mjinga kupeleka shule. Alikunena ili kwamba ulete maendeleo kwa familia, sio ndio kuleta madharau. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini kile kitu ambacho tunachokosea. Sasa tukiangalia kwetu katika familia kwetu. Tumeona balaa kumbe vile wachawi, balaa kile wao wanafanya. Wakati wanapoona baba alikuwa anafanya poti na kama saragi kule poti, lakini akaangalia baba yake alikuwa anafanya poti naye akalala kwa mpaka asubuhi, sio alirogo sio alifanya nini akakufa. Unaona, sasa wakaangalia wakasema bado kuna mtoto ambaye amefundisha hapa ambaye ni Samson Lengo, na yeye kile tunavyomuona anakuja mbio sana, hata kama tumefanya hii na walisababishwa na nini na shamba, anakuja kuikomboa hii shamba. Ile kitu ambayo alifanya wakasema ni sawa, hata kama amepenya kufundisha watoto, lakini hata endelea mbele lazima tutamwangusha. Na kile kitu ambao nimwekea wakaamua. Sasa katika kule kama ni mfugo aizifuga. Akifuga lazima yakufa. Itaanza damu mpaka ikufe. Tukaenda hivyo hivyo. Babangu naye akaja akiweka ng'ombe pia zinakufa hivyo. Mashamba yanadhulumiwa. Ujue kasi generation kiambiwa vunja madhabahu. Acha kubishana. Wao inafabilizia. Babangu naye alienda akawacha kule kidogo wake. Aliwacha ni pamoja tena na mainama jina la Bwana. Mtu ambaye alikuwa karangi mzima wa koti, jina la Bwana Yesu. Ujue madhabahu haitakuruhusu. Kwa hiyo utasema kwamba hii pesa ni nyingi, lakini atahakikisha kwamba utaikula na utaimaliza hata kama utakuwa na milioni ngapi. Jina la Bwana Yesu. Alipewa pesa nyingi sana alikuwa, lakini hakuna kitu ambacho alifanya. Baada ya kitu kwa sababu nilikuwa sijaokoka. Akawa ananiambia mwanangu anaje toke mango ni kuuza online. Anambia baba, hata kama mimi na wanga nilikuwa nakunywa kitambo lakini baba yeye mambo hapana. Nikakataa jina la Bwana Yesu. Lakini ni kwa sababu Mungu alijua atakuja kuwa mtumishi wake. Lakini kama kama ni hiyo yeye kuna bila biashara, bila biashara. Lakini vile ninapoangalia wale ambao vile wanavyofanya. Wanga ile mambo yale yanipendeza. Kwanza familia zina raha. Sasa nikaanza kuendelea, bado tunaendelea kidofika. Bado babangu naye akipata kama ni shamba anadhulumiwa. Akipata mfugo zinakufa. Ndio bahati nzuri mke wangu akawa sasa ile wakati tulikapilika. Nami nikapelekwa pale kunyinyo. Nikafika sanadiku vizuri ile madhabahu sanadiku ilikuwa. Sasa sema huyu alimwacha mtoto akasoma, huyu akasoma. Nilipofika 80 nami nikaekwa nianza kupita bali kuanzia standard 4. Lakini kinaangalia hata nasema mtu akajizo. Sasa washampiga na wala jina la Bwana pekee. Akasema huyu kamshika. Wale kijana wetu mkubwa pia wanafanya. Lakini mimi nikaekwa ni mapatana kuna nini? Madhabahu inakuzurahisha unaona kama mambo yanaenda vizuri. Tena najua baada ya kufanya njia hiyo atakuwa ameshwa na nguvu. Kama ni kazi imefuka kwa kupata faida. Lakini wao wanasema wanaambiwa kutoa kama ni pesa fulani ufanye hivi. Wao wanaanza kubageni na Mungu. Na Mungu anajua watu wameweka unaona ng'ombe, mume, kondoo wamechinja. Wao wanaambiwa kuna batisa ndio inakubabaisha. Ama namba 5. Wao wametoa masadaka masacrifice. Sasa babangu alipendelea vile. Mimi nilipokuja kukutana na bibi yangu nikawa nimeokolewa kwa neema ya Mungu. Sasa imefika ile kizazi ambacho kinakumbukwa. Ndio nikakaa sistangu naye kama mleke ile kuna ile kasi generation pia natembea kama ulivyo umesikia kwa wale na kwetu pia ni watu ambao lazima kuna mabigo. Ndio ndio ni mgani. Kwa hivyo ndio alikuwa anajua kabisa lazima niwe ndugu mwingine. Nimegana mara kwa mara nyingine na ndugu mmoja. Ukirejea mjone tutafanya nini? Sasa hiyo ndio tumekuzwa naye. Lakini baadaye aliposimama katika zamu, unasikia apataye mke ama ukipata mwanamke ambaye ni mwema kutoka kwa Bwana umepata kitu chema. Yeye akuvunjika moyo. Nataka kuambia wale ambao kwa mahali hapo naona kwamba haiwezekani. Maandiko yanasema kwamba Yeremia 32 mstari wa 26 na 27. Maandiko yanasema kwamba neno la Bwana likamjia Yeremia. Kusema kwamba mimi ni Mungu wote wenye mwili. Je, lipi jambo Mungu siweza kulitenda? Hakuna. Lakini sisi tunapofika mambo mengine tunaona kwamba Mungu hawezi. Nikakaa nilipokuwa wakati kuona pia naye yule anakuja, kumbe imani sasa ashaokoka sasa. Kando sasa huyu hawezi kupata watoto. Lakini nami kwa sababu sitangu pia nikamlia pale. Ile simu ikazidi kuvunjwa pale na shaka yake. Sasa naonyeshwa kadiri kuna kanisa kubwa pale nakuja.
Mungu anatabiri udogo wako kwa njia. Na mimi nikawa na wimbo wa kutegea na onyesho nilikuwa niko mdogo. Baadaye nilipokuja katika mahali, katika sistemu sasa aliposhikwa. Kabla sasa ile kitu ambacho natakana ufanye, kurushwa Mungu kabla sijafika hapo. Anaambia sasa fanya hivi. Nenda utafute urudie maombi siku 3. Alafu kati kitovu ile ambayo Bishop anasema. Ambao kile utaona hapo kwa Ezekiel 16. Unaona? Tambia baba wako alikuwa ni mwizi, baba wako ni muone, yani ulizaliwa katika kizazi ambacho hawapanga na wachawi. Hapo unashindana. Ambao unasema hapo ulizaliwa katika sisi neema ya Katoliki kama sisi neema gani? Chunguza kule mbele, utajua jambo la kufanya. Ndio wanafanya kazi. Bado wamejificha, lakini chunguza ujue bado waga ni pale mtu asije kuuliza sasa wewe tuko ukienda kwa Mungu ama unaona malipokota ambao umejunga na kwa. Washauri kwanza wanajificha sana. Jina la Bwana kazi. Sasa mimi nikakaa nikaendelea. Sana mbele bibi yangu nilipokuwa nimetoka katika ile neema nikaleta huko. Sasa nikawa na kujiuliza maswali nilipokuwa tukifundisha hili neno la Mungu. Nikawa najiuliza maswali tukaanzaje kutoka katika pale hii. Siku moja kaja mtumishi akasema kuna wapi na jeshi wa mali hapa kama sikaleo. Kuna jeshi wa mali hapa Sasa kama nafikiri jeshi atatumwa mwingine, kaambia wewe utakapokuwa kwa jeshi wa mtu. Na ndio akaanza kufundishwa. Ati nzuri kwenda nikaenda katika mahali sawa akashikwa kama kwao. Sasa ikafika ule mtumishi tulipofika pale akamwambia nikuje siku 3 na utafute nini sadaka. Je, ni pombe yake kweli kwa hivi na hivi. Hata ng'ombe zinakufa kana kama ndio tunasema. Je, ni kweli? Kweli nilipoomba na kapoa hiyo sadaka kwa hiyo siku alipiga mgongo kati yangu kwa shida. Alikuwa hapa. Ile sadaka imeshika hapo. Kavuka piga ile madhabahu kesi. Sasa nikaambiwa sasa utaenda kununua ng'ombe. Niliponunua ng'ombe, hiyo ng'ombe sasa ndio ikaanza kufanya vizuri. Ambazo Mungu alihifadhi, nilipopata bishop akaja akaniuliza una nini? Ili nisaidia nikaanza kuvunja madhabahu ya Mungu. Jina la Bwana lipewe. Kwa hiyo Mungu na mimi kile kitu ambacho nilifanya. Nikasema kwa sababu Mungu umefanya hivi, nami nitakutolea ng'ombe. Lakini katokea madhabahu na masikio. Na madhabahu yanapigania kwa kudanganya. Ndio maana unaona hapo ambapo nasema hii pesa ni nyingi. Ama hii ndio hapana inawezekana. Inapinga utabomoa vipi? Amefanya wewe mganga, amefanya wewe mchawi na kama. Lakini ulisijua. Nikaenda karaka toa. Nilipotoa kwa mchungaji mimi kwa ng'ombe moja mtoto. Tena sisi akainuka katika ule mti. Kwa nini unatoa? Pasta anaenda kuinukia pasta sasa. Wewe umekuwa maumizo wa mji mwambie, acha ng'ombe yake kabisa. Huu mji ani mwanamke ameolewa kule na analeta nyumba. Sasa muuliza mke, usilete ndio kabisa. Mimi alikuwa anajua pia ni kitu ngumu. Alikuwa anajua. Mwambie usilete ushenzi hapa kabisa. Tafika mahali kama tunataka kuonyeshana, wachana na mambo ya Mungu. Wewe umekataa ukovu, wachana na nini? Ulipata akasema kama ni wewe, naomba kata sadaka yangu kwa ajili ya ndugu yangu. Mungu akanirudia akasema hivyo. Lakini kile kitu kilichofanyika. Nilipotoa ile ng'ombe, mama kusaidia kaka mzazi akatoka wakati naye alikuja kupokea ukovu alafu Mungu akamchukua. Kaleta ng'ombe ambaye atakana niweko kwake. Sasa kabidi tena. Nani Mungu akaniwekea kwa mnapeleka hiyo ng'ombe mbili. Mimi nimetoa mmoja lakini kabidi apeleke kwa kaka kama ndio mbili. Ambaye kanifanyia nini kanifikia mahali jina la Bwana Yesu. Nani anasema kwamba kumtumikia Bwana Bwana hivi. Kwa hiyo wakati tunapoambiwa toa hazina yako katika jumba la Mungu ya Bwana. Ni sawa kufanya yale tunafanya, lakini kumbuka weka hazina yako mahali ambapo Mungu atakuwa kukumbuka atakayeeleza Bwana na jina la Bwana Yesu. Kwa hiyo wakati bishop anaposema masini ya mali hapa, waka ni asini wanajiwekea kabla kujitetea katika maisha. Na nikasema kwamba tukaja tukafika mahali wale madhabahu vile wale wanafanya. Makao bado inaendelea. Niposa nikaje katika kupata shamba. Nilipata shamba kama heka 7. Kwa bei chipu sana hapa Madini. Lakini kwa sababu nikaanza kuuliza na mchungaji, "Je, hii mambo mnazana ni mali pengine sasa?" Akasema, "Haina shida." Hiyo nikasema huyo tabazana naye polepole. Lakini mbele aliona mbele. Akakwambia kwamba huyu binti hata kama anaenda msiende kama na ule wakati. Ndio maana akakwambia, "Nasikia sauti ya Bwana lakini hatuji." Lakini yule mchungaji kamdanganya, akamwambia anaenda kwa muda fulani. Unaona sasa akamwambia akamwombea, aenda akakaa hapo. Hata wapeni watu kuambia kweli. Hata ukiepa majaba, unaambiwa kwamba fanya hivi. Ukatabadi na kupata kama ni shughuli. Hata kama Saudi Arabia, unaweza kuwa kitumwa kijengea wewe hapo unaishi. Akija tunachukulia tunajua kwa jina la Bwana Yesu. Anakupata hapo la. Sasa mimi nikakaa, nilipofika mahali pale, ndio nataka kufuatilia ile maneno, vile shujaa Gideon alipofanya. Inatakana Gideon alifanya nini? Haikuwa rais wa Pengo. Sasa ikabidi ndio kaza kuambiwa hata bishop hapa anafundisha. Anapokuita atakwambia hata sinia. Leteni sadaka ambaye hata kama 500 ama dhabihu ambayo mtu atakao uondoe kile kikosi na kwa mbele. Ile ongea na kosa sasa Gideon bila kimbia ndani ya nyumba kwa sababu yake kama anabusi. Sasa pale ndio Mungu anaanza kuzungumza mwenyewe sasa. Anajua mwanangu
ameamua. Lakini tukiwa tunakishana kuna kitu ambacho tutafanya tena. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo wapendwa, ni kwamba Mungu yuko wazi na Mungu anasikia na anatenda. Lakini sisi ndio tunataka maagizo ya Mungu. Nasema kwamba tunafuata lakini hatufuati. Naomba tuende katika kitabu kingine, endelea kwenda hapo. Kama tunavyo. Naomba tuende katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 6. Mwanzo 6 mstari wa 7 na 12. Kitabu cha Mwanzo 6 mstari wa 7 hadi 12 inasema, Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana naghairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Alikuwa mtu wa haki mkamilifu vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Nuhu akazaa wana watatu wa kiume, Shemu na Hamu na Yefati. Dunia ikaharibika mbele za Mungu, dunia ikajaa dhulma. Mungu akaiona dunia, na tazama imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Naomba tena nenda Mwanzo hiyo Mwanzo 8 mstari wa 18 hadi mstari wa 22. Mwanzo 8 mstari wa 18 hadi 22. 8:18 hadi 22 inasema, basi Nuhu akatoka, yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, kila mnyama na kila kitambaacho na kila ndege na kila kinachokwenda juu ya nchi kwa kabila sawa, wakatoka katika safina. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitalaani nchi tena baada ya hayo, kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa wanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hali, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Jina la Bwana lipo sifa. Naona mtumishi Nuhu, watu ambao walipata maswali leo, sikia sauti ya Bwana wanapata maagizo. Jina la Bwana lipo sifa. Je, hapo vile tulisikia neno la Mungu, kuna mahali ambapo Mungu alimwambia kutoka kwa safina ndio kwenda tu. Jina la Bwana lipo sifa. Lakini sisi tumepata neema, hata tunaambiwa kumshukuru Mungu. Unapotoka mahali hapa naenda kufanya hivi. Lakini bado tunahepa. Lakini Nuhu akakaa, kaona huyu kama Mungu amenitendea hivi. Na hivi vitu vyote ni vyake. Maana anasema kwamba huwa akabiliwa na madhabahu alipewa mboga na vitu mboga peke yake anakula mboga. Lakini wakati alipochinja wanyama na vizuri kanini, ndio sasa akaambiwa pia azile kula wanyama wote, akapewa nyama sasa ndio kaza kula. Kupitia mtumishi wa Mungu ambaye alifanya jambo la kugusa Mungu. Jina la Bwana lipo sifa. Ndio maana unaona shetani anapoamua, anajua kwamba akikuruhusu uvunje madhabahu, ndio ni tajiri mkubwa sana. Na umekuwa katika neno la Mungu ambapo kwa tunafundishwa kasikia leo. Anajua anafanya mambo makubwa sana. Ile familia kweli utaiokoa. Jina la Bwana lipo sifa. Sasa hivi kwamba kukufanya anakufanya kuwa moyo wako kwa mgumu, ili kwamba zishike ile maagizo pale kusaidia ile familia kweli. Jina la Bwana lipo sifa. Maana kwa sababu mtumishi yeye alisimama kwa zamu kama jeshi katika familia yake. Akiangalia familia yako inazidi kuokolewa kama kusudia mambo makubwa. Lakini mimi na wewe ndio tuokoke. Na wangapi ambaye kwetu tunasema ni ngapi ambaye imetengenezwa kwa familia? Bado maskini ndio kukana ndio. Watu kama ni lazima bado wanaendelea vile. Sio kuongea na. Na maneno Mungu ina nguvu hapo. Na sio wanakuja mashariki magharibi wanasema tunaona nguvu za Mungu. Wanakuja kutendwa kienda. Je, madhabahu ni makosa ama mimi ninawakosa mimi? Ni kwa sababu tupate maagizo kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo tunasikia sauti lakini maagizo tupa wewe hapana. Kwa hiyo Bwana leo ametuma katika neno lake ya kwamba tukitaka kubarikiwa lazima tupate tusikie sauti na kupata maagizo ya Bwana. Lakini siseme kwamba tusikie sauti ya Bwana tunangojea kwamba huyu ni mwanangu mpendwa,
Msikilizeni jina la Bwana lipewe sifa. Ilikuwa ni wakati, lakini ameleta utumishi wake Mariamu ambao amewakaranga wakawatengeneza vizuri. Wakapita mtihani ndipo wamewekwa mbele zako. Jina la Bwana lipewe sifa. Amewaponya kwa sauti yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Ili ya kwamba kwambie ile ambayo tunapata kwa wewe. Unapotii. Nasema kwamba sinya huyo binti mdogo yule atanembele. Mungu angalie. Akamwambia Yeremia, usijite wewe mdogo, nitakutuma atakao wazee. Nenda akamwambie nini nimekutuma. Hata sasa akaambiwa, nitakutuma kwa kabila yako. Hata kama atakusikia ndio akamwambie, lakini wakose kusikia, lakini nimekutuma. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo kitu unapotoka madhabahuni sio cha asili ama sio cha bishop. Ni Bwana anawafikia. Jina la Bwana lipewe sifa. Ama Paulo mtoto ambaye amekoma Mariamu. Ndio hiyo Bwana amekufikia hiyo siku ya Paulo. Ni kwa ujira mmoja ukawa anaendelea mahali. Baba kijana mmoja akawa ameokoka. Lakini walipokuwa wameokoka, babao wakawa na mamake wakawa waliwatesa sana kwa watoto wadogo. Sasa wakaja kama wakaachana na babao. Kaambia baba yenu ni mnyama sana yule. Si mzuri kabisa. Wachaneni naye kabisa. Sasa sawa, akasema ni sawa. Unajua wamama wengine nao jina la Bwana lipewe sifa. Msilaumu sana, lakini sangine unaanza kuwa ni sawa, wamekosea kama wazazi. Lakini je, unapoingia katika neno la Mungu na umeokoka, maandiko yanasema kwamba heshimu baba na mama wakati miaka mingi na dunia. Ndio ule mzazi akikulaani, ile laana atakushika ama atakushika hata kama hajaokoka. Akikasika leo atakushika. Kwa sababu ametumia scripture, jina la Bwana lipewe sifa. Hata shetani mwenyewe alikuwa ni Mungu, lakini alikuwa akijaribu Yesu na maandiko. Ateleze ajirushe tu, anasema fulani. Unaona umewacha maagizo, unasema wewe nani, unaona? Kwa hiyo shetani atakujaribu kwa njia nyingine, atakujaribu kwa maandiko. Sasa usipokuwa chonjo anakutupa nje. Sasa yule kijana akakaa kana kwa mchungaji wake. Akaanza familia inapoteza watu wenye wamesoma, wamepata madigrii, diploma, wamesoma, wamepata kazi nzuri. Lakini wao ndio ndio wanafunzi. Mara waachana na mabibi, yani familia zinasambaratika. Mara ni shida katika familia. Alikwenda kwa mchungaji, alipokuwa kiongozi wa mchungaji kama anaongeza. Akamwambia kuna baba na mama. Baba yuko lakini aliachana na mama. Nimebaki na mama pekee yake. Kamera ndio aliuaga hata kama waliachana zimekuwa mtu mkubwa yeye. Mnamtumiaga ule mzee kitu chochote. Akasema ule ni mchawi, akaenda naye hata mama yake alitokea ni mchawi kabisa. Akamwambia angalia. Nenda mwanangu mimi nakutuma. Ule mchungaji akamwambia. Maana mchungaji alikuwa kama ule baba yuko hai ile laana iliyokuwa yeye. Ni urongo kama akiwa amekufa ni sawa. Maana anasema yake ile mzazi. Akisema jambo linafanyika. Hata kama atahukumu bali kile anaporudia hapo. Kaambia tumepoteza huyu. Kumbe ile baba akaja alikuja kwa kupitia simu akiwa kwa shida. Kaambia nisaidie mwanangu. Hatuwezi kukusaidia kama lakini si mliwazaa. Hata kama tulidiniwa, hata kama sio wasomesha kwa kufanya nini. Ule msaidie hata kwa kusaidia mamako sana, lakini ule mzee usimweke peni sana. Kuna ile haki yake ambayo anataka kwa Mungu na kwa pekee. Basi kafika mahali ule mzee akala kawalani. Kumbe alienda akachukua pombe. Unaona sasa? Hata ukitaka kulalia ni sadaka. Hivyo unapoambiwa kwa sadaka ukapewa unashangaza. Akana kwa mtu mkubwa. Akana akatoa nguo zote akabaki mwisho wa nyama. Sasa akasema kama mimi ndio niliolewa za watoto, akufe mmoja mmoja. Akimwaga ile pombe ile kwa mtu mwingine na maji. Sasa Mungu ndio anakufa. Sasa yule mchungaji akamwambia mimi nimekuambia ngaje kama hutaki kwenda hata kama ni kanisani toka, lakini nimekuambia toka kurejea kwa mzazi wako. Kwa mzazi wako. Maana yule mchungaji alijua kuna shida. Yeye hakujua kueleza vizuri sana kumwambia mambo mengi. Ule ndio anaenda kule kipande utafikia kitu kizuri tu kumfurahisha roho yake. Alafu rejea utakuja kuniambia Mungu amesema nini. Alipoenda kule akaanza akamtafuta kule kwa mangweni. Amwambia baba nimekuja kupokea kule, akamwambia pika chai hapa tukuje vizuri. Mpate na blupa na siagi. Mzee akasikia raha. Akasema mwanangu nilikumbuka. Baada ya miaka nyingi jina la Bwana limetetea. Kuna baraka hapa wakati tunapobariki mtumishi wa Mungu, kuna baraka maana kwa. Na nakubariki kubariki kwa Mungu tusidanganya jina la Bwana limetetea. Hata Isaka malaika alikuwa mtoto wake lakini alikuwa na juu. Sasa anaanza kuingia katika ndama na makulu ama mbuzi, lakini kuna nimwambia akatafutia mambo mazuri. Hizi ni kubariki. Kuna baraka ambayo inatoka mbaya umetoa sacrifice. Ama umetoa baraka ya kwamba pale kutoa ndani moyo wako. Sasa yule mzee alipoingia pale, akamwambia pia nachukua hii kile kitana zako kwa mkao, mfurahie. Mimi naandaa hapo kuja kukuta mambo yako sawa. Kamwangalia kama kanywa, akasema sasa nakubali mwanangu, sasa umekuwa mtu na akili sasa. Mzee akaanza kuokoka, akamwambia tulale vizuri kana kashi. Akasema kwa nini nimekumbuka mwanangu? Nimefurahia sana. Nilipofika siku na mapema, akamwambia sasa twende. Wapi? Akamwambia sasa twende babangu. Kwenda mpaka akapeleka kwa mtu mkubwa ambaye walikuwa wanaongea.
Akamwambia sasa, Mungu, nimekuja na kijana wangu leo. Wale wote walinikataa. Na unaona ndio atakufa, lakini huyu sasa atakufa, ataishi, maana yake amenitii kama babake. Akaanza kumbariki mpaka akachukua ile pombe tena akaanza kumwaga na kuku. Unaona, sasa alimfunga na sadaka na kabila ile afanye vile vile alifanya. Na haya yalifanyika katika kijana wangu leo. Wazazi si mchezo na watoto kweli. Kijana wangu hivi. Wakati kumbe Elia anataka kufa, amefungwa na lala mzazi. Tukija kwa ndoa tunafundishwa Mungu, mpelekeni mtoto kwa nyanyake. Sasa mimi sina habari, kumbe mzee amekasirika, hajakula mahali nzuri ya mtoto wake. Sasa aliamua kasirika ndani ya moyo, ndio ajaniambia jina la Bwana. Ndani yake kuna vituko. Sasa pakatokea nabii mama Kelezo, mtu akupenda maombi sana, napenda sana mtu wangu, jina la Bwana lipewe. Akaja ule mtoto alipoingia akatumia nabii, akaambia mtoto hata si mgonjwa, vile vile aliambiwa kwa kama angekataa kutii ingemaliza kama vile vile kamaliza Esther. Jina la Bwana lipewe. Baadaye akamwambia sasa, fanya hivi, wewe huyo mzee na bariki mtoto. Na aliandika kama mama mke alimwambia kabisa, yuko tu kule anasema mimi kumbe na analala ndani ya moyo. Unaona, wazazi wao wasicheze na wazazi kabisa. Analala. Anasema ndio msamaha wa wewe peke yake na sijakula kitu chochote. Nakumbuka ile ninaenda ng'ombe. Lakini kumbe ilikuwa niona mkuja hadi nikimbariki ndio mambo yaende sawa, jina la Bwana lipewe. Kwa hiyo wapendwa, mliooa au mliolewa, shikieni wazazi vizuri na watoto kweli. Ili tupata, mimi nakwambia true story ambao achana na hii hapa nasikia yangu ni mmoja. Alipoenda yule nabii akamshika, akamwambia akija mwambie mlete hapa akapigwe simu, akaenda kule nyumbani. Akaja na kama sasa fanye hivi. Hapo instruction sasa ni maagizo sasa. Nenda pale akamwambie unaenda uende mtoto na uende umbariki na ndio ndio. Mama mtu anataka. Kwani wewe unataka kuwa mtoto? Anajua tulia bariki mtoto. Mimi najua nini ninachosema na ndio na Mungu. Na kule akachukua ile akamwagia maji akamnywa akampata uji akanyosha. Elia hapo ndipo. Tulizunguka ipo trizi hapo, tulipoteza pesa sana. Alilazwa mara 5. Akipimwa taifa lilionekana, akipimwa paka madaktari wao wanamwambia sijani kutafuta maombi jamani. Na tumeogopa tukazanya huko. Kwa hiyo tukidanganya kwamba hakuna lana. Lana hongo ndio ipige. Kwa hiyo wapendwa, Mungu ametutuma leo. Kuna mambo unaweza kuona yanaenda vibaya katika maisha yako. Ukaanza kufikiria kwamba umefunga na kuomba, ukatafuta Mungu sana, lakini nenda kurudi nyuma. Angalia nini kinachonini. Ndio maana unaona unapofunga na kuomba, kuwa ni mtu wa kumtolea Bwana. Biblia inasema kwamba Danieli alipotaka kutafuta uso wa Mungu kwa ajili ya wana wa Israeli na kutaka kujua ukiwa Yerusalemu ndio mpaka nini, alifunga siku ngapi? 21. Lakini mwambie ni kidogo hiyo siku moja. Wakati anaenda kuinua nabii wakati wa jioni, ndio malaika Gabriel akaona alipokuwa kumuona kabisa katika ndoto. Akamwambia nimekuja nikupasha habari, nikupe akili. Jina la Bwana lipewe. Mungu wakati unapokuwa na nabii pia unaweza kutoa akili. Jina la Bwana lipewe. Na kuomba maombi mengi sana tafikiri tuna akili kubeba roho la Mungu. Jina la Bwana lipewe. Ikawa tu hiyo ombi hata ngomba tu ni siku 2 ama 3, lakini nakuchukua maji. Ndipo Mungu akanena sasa akasema, nilishikiliwa na mkuu anga, jina la Bwana lipewe. Lakini malaika akatumwa Mikaeli akaja kupigana. Naomba isije kama maneno yangu, fungua Danieli 9. Hakikisha katika neno la Mungu. Mimi naamini Mungu wa Biblia sana. Jina la Bwana lipewe. Danieli 9 labda fulani kufanya bomba hata masaa 20. Na sasa leo napata Danieli 9. Danieli 13 inasema kama ilivyoandikwa katika sheria ya Musa, mabaya haya yote yametupata, lakini hata hivyo hatukumwomba Bwana Mungu wetu atupe fadhili zake, ili tugeuke na kuyaacha maovu yetu na kuitambua kweli yake. Basi Bwana ameyafanyizia mabaya hayo, akatuletea, maana Bwana Mungu wetu ni mwenye haki katika kazi zake zote azitendazo, na sisi hatukutii sauti yake. Na sasa, Bwana Mungu wetu,
uliyewatoa watu wako hawa katika nchi ya Misri kwa mkono hodari, ukajipatia sifa kama ilivyo leo. Tumefanya dhambi, tumetenda maovu. Bwana, sawasawa na haki yako yote, na kusihi hasira yako na ghadhabu yako yasigeuzwe na kuiacha miji yako Yerusalemu, mlima wako mtakatifu. Maana kwa sababu ya dhambi zetu na maovu ya baba zetu, Yerusalemu na watu wako wamepata kulaumiwa, na watu wote wanaotuzunguka. Basi sasa, Mungu wetu, yasikilize maombi ya mtumishi wako na dua zake, ukaanzishe uso wako juu ya patakatifu pako palipo ukiwa kwa ajili ya Bwana. Mungu wangu, tega sikio lako ukasikie, fungua macho yako ukautazame ukiwa wetu na mji uliotiwa kwa jina lako, maana hatukuotelei maombi yetu kwa sababu ya haki yetu, lakini kwa sababu ya rehema zako nyingi. Bwana usikie, Bwana usamehe, Bwana usikilize, ukatende, usikawie kwa ajili yako wewe, Mungu wangu, kwa sababu mji wako na watu wako wanaitwa kwa jina lako. Naomba soma 21 hadi 22. Naam, nalipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli na niliyemwona katika njozi hapo kwanza akirusha upesi, alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni. Mwana Danieli hapo chini ameomba maombi mengi sana, akiomba rehema, akifanya nini, lakini maandiko yanasema kwamba hapo alipokuwa akitoa sadaka ya jioni, ndipo hapo malaika akateremka sasa kaleta huko. Hata ukiendelea hapo chini kwa ajili wakati leo umeisha, utaona kwamba anaambiwa ile siku ya kwanza uliomba tu, maombi yako yalikuwa yamejibiwa, lakini mkuu wa ajenda kwa kusikia maombi. Lakini nani anasema kwamba ndio ndio, lakini alipoinua kwa dhabihu, Bwana akapiga na kuachilia, akaangalia mbona majibu yake, akaangalia kwa mtu amesikia Gabriel, akatumisha mtu jina la Bwana lipewe. Kwa hivyo ningeomba kwa ajili ya muda, wakati umeisha, nilikuwa na mengi kumbe na kuendelea kwa wakati mwingine. Ningependa tu haya pia kwa ajili ya mtazamaji. Maandiko yanasema kwamba Yohana 3:16, ni jinsi gani Mungu alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwana pekee akafa kwa ajili yetu, ili ya kwamba kila amwaminiaye asipotee bali aokolewe. Ningependa mtazamaji mahali kwa pale wewe ufanye ile agano na Mungu pasipo kuweza kuokolewa. Ukiona maneno haya ni lazima kubali kuokolewa. Bwana anafanyike, Bwana anakutoa mashaka, ili ya kwamba upate kupigana vita na upate kushinda familia yako. Na haya mambo yatakapojia upate kusoma maagizo Bwana na kupata sauti ya Bwana. Maana umekuwa mtu muhimu sana na tazama na kuweza kufuatilia katika hizi nini. Na ningeomba katika ibada siku ya leo, vile ninaposikia ndani ya moyo wangu, yule ambaye ataweza ama bado kama ana kitu, lakini ibada isipite bure. Unaanza kuna namba za simu ambazo umepewa hivi. Naweza kutuma dhabihu hapo. Upokee ujumbe kuona karibishwa na dhabihu. Wakati unapoona profesa imetoka katika maisha yako, toa sadaka hata kama unashukuru Bwana. Na ile itakuwa itanena mbele za Bwana. Na Mungu ataweza kukubariki. Kwa hivyo niomba kwa kwanza Mungu na mtazamaji, kama hujaokoka mahali yako, nyumbani, kwa wapi, kwa njiani, kwa gani, naomba useme Bwana Yesu, naja mbele zako, unisamehe dhambi na makosa, futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na kwenye kitabu cha dhambi. Andikishe jina langu katika kitabu cha uzima wa milele, ili kwamba nikutumikie niomba na kuamini na kushukuru na kutoka mbinguni. Sikilizaji, kama umeokoka, unafanya maamuzi mazuri. Maandiko yanasema kwamba wewe mjiza mkubwa mbele za Mungu. Unapookoka hata mbingu zinasimamisha kazi zake zote. Na Mungu anatabia ndani yule mwanangu anamtegemea. Unakuwa kama yule mwana mpotea sasa umefikia kwa sala yako. Umefanya maamuzi mazuri. Muamini Mungu kwa hapa duniani. Yuko ukose kumwamini yule mkute kwa mbinguni utaweza kujia. Unaona hadithi ya yule tajiri na maskini. Akaomba sana apate kuingia. Sasa mali mtenda vizuri. Ndio kwa sababu kwa Mungu sasa Mungu akubariki. Pige Bwana kwa nguvu ya Mungu na kwa ndoa wasimame. Nguvu ya Mungu yuko mahali hapa. Nguvu ya Mungu